Kuna taarifa mbalimbali zinasambaa sasa hivi ikiwemo ni ile taarifa inayomhusu mwanaharakati wa South Africa Ndlozi akiushutumu nchi yao kwa nini Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais Samia Suluhu Hassan anaweza kuingia Durban na kuwa miongoni mwa wajumbe au wawakilishi katika mkutano wa SADC. Kwa nini? Na kwa cheo gani? Kwa sababu ikumbukwe SADC waliweza kutuma waangalizi wa uchaguzi mwaka jana. Ikaonekana kwamba uchaguzi wa Tanzania kulikuwa hakuna uhuru na haki kwenye baadhi ya watu, kwa mfano watu hawakuweza kuwa na haki ya kuweza kupiga kura. Sasa huyu mwanaharakati Ndlozi anauliza swali, anasema inakuwaje nchi yake South Africa chini ya serikali inayoongozwa na Ramaphosa, chini ya chama cha ANC, wanasema kwa nini nyinyi mnaruhusu mtu kama huyu kuja kukaa ndani ya Durban na kufanya kikao, ilhali nchini kwake wameweza kufanya uchaguzi ambao hauko sawa, lakini pia tumeweza kushuhudia mauaji. Yes, hii ni kwa nini anafanya hivi? Kwa sababu ya turufu. Huyu ni mwanaharakati na ni mpinzani pia wa serikali ya Ramaphosa au serikali ya ANC inayoongozwa na ANC nchini Afrika Kusini. Yeye anatoa hii kauli kwa ajili ya kupata kuungwaji mkono au kwa ajili ya kuweka hoja, aonekane kwamba serikali ya ANC inayoongozwa na Ramaphosa sio serikali tiifu au sio serikali ambayo inafuata maslahi ya watu. Kwa hiyo ameweza kukashfu au ameweza kutumia lugha ya kusema kwamba mfano nchi yetu hii inamkaribisha mtu ambaye ameweza kufanya uchaguzi ambao au ameingia madarakani kinyume na sheria au kinyume na utaratibu, kwa maana ya kimnukuu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa kabla sijaenda mbali kuisoma hiyo taarifa au ngoja kwanza niweze kukupitisha tuweze kuona namna gani ambavyo Ndlozi ameweza kuzungumza. Anasema mchambuzi wa siasa na mwanaharakati kutoka Afrika Kusini Daktari Mbuyiseni Ndlozi amehoja uhalali wa Tanzania kushiriki katika mkutano wa viongozi wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC, akimlenga Rais Samia Suluhu Hassan. Ndlozi ambaye ni mbunge wa zamani na aliyewahi kuwa msemaji wa kitaifa Economic Freedom Fighters EFF amehoji kwa nini Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Rais Samia anaruhusiwa kukaa miongoni mwa wakuu wa nchi za SADC katika mkutano unaofanyika Durban, Afrika Kusini. Akizungumza, Ndlozi amehoji tunapaswa kujiuliza ni kwa namna gani leo Durban Rais wa Tanzania anaruhusiwa kukaa miongoni mwa wakuu wa nchi za SADC wakati yeye ni zao la kile ambacho kila mtu amekiita kihalali kuwa uchaguzi usio halali. Kauli hiyo imeibua mjadala kuhusu uhalali wa uchaguzi, demokrasia na uwajibikaji wa kisiasa Tanzania, huku Ndlozi akijulikana kwa misimamo yake ya wazi kuhusu masuala ya utawala na haki za kisiasa barani Afrika. Umeona, huyu Ndlozi anahoji kwa sababu tu mkutano wa SADC kwamba Tanzania tunapataje uhalali wa kwenda kushiriki kwenye ule mkutano kama wakuu wa nchi akimlenga moja moja rais. Sasa kabla sijaenda mbali niwakumbushe tu mwaka 1980 SADC ndio ilianzishwa na nchi 9, Tanzania ikiwemo. Kwa hiyo Tanzania sio nchi tu, ni nchi muasisi. Kipindi hicho ilikuwa ni SADC, yes, hivyo. Baadaye 1996 yes, ndio ikabadilishwa ikawa SADC. Kwa hiyo Tanzania ni waasisi, yani unavyozungumzia waasisi wale makonkod au tuseme ni watu ambao wandewa kwenye SADC, basi Tanzania tumo. Kwa hiyo kwanza huyu Ndlozi ana haki ya kutuhoji sisi wa Tanzania. Umeelewa? Ana haki ya kutuhoji kwa sababu tu labda SADC inafanyika kwao inafanyika kwao South Africa, basi aweze kuwa na limitation kwenye baadhi ya vitu vya kwa mfano, yani SADC sio ya South Africa, kwanza ijulikane. Unajua SADC watu wengi wanasema ni kwa sababu kusema SADC moja kwa moja watu wanailifani South Africa. So South Africa ni nchi zile wanachama ambazo zinapatikana kusini mwa Afrika, Tanzania tukiwemo na baadhi ya nchi zingine Zambia, Angola. Hizo ndo nchi ambazo zinaunda SADC. Kwa hiyo South Africa, huyu Ndlozi kwanza asijifanye kwamba ana haki na SADC, kwa sababu SADC sio ni chombo cha Afrika Kusini. SADC ni chombo cha ni Umoja wa Mataifa ambao
ni Umoja wa Mataifa kusini mwa Afrika ndo wameunda kile chombo au ule umoja unaoitwa SADC. Kwa hiyo kauli yangu ya kwanza, huyu Ndlozi mwanaharakati asione kwamba yeye au South Africa ina haki ya kumzuia yoyote asiweze kuingia South Africa kwenye kufanya mkutano. As long as Tanzania ni waasisi na ni wanachama, basi yeye na nchi yake hawana haki. Ile ni jumuiya ya kimataifa, waache ifanye kazi. Amepewa tu hadhi ya kuhosti mkutano, umeelewa? Lakini ana hoja moja kwa moja, nani amzuie, nani asimzuie. Hii naweza nikarejea mfano, Marekani wamekuwa na hii tabia. Mahmoud Abbas Abu Mazen ambaye ni rais wa Palestina, sasa hivi kuna taarifa imetoka kwamba atazuiwa tena kuingia kwenye mkutano unaofanyika Septemba, ule mkutano wa UN, Umoja wa Mataifa, umeelewa? Ambao unafanyika New York kila mwaka. Kwa hiyo huyu mwaka jana alizuiwa na Marekani, basi tu kwa sababu Israel yuko pale na yeye ni rais wa Palestina. Israel hawaitambui Palestina, umeelewa, na hawataki kitu kinachoitwa Palestina. Kwa hiyo kwa Marekani kumruhusu rais wa Palestina kwenda pale ni sawa sana kuisapoti Palestina ambayo Waisraeli hawaitaki. Kwa hiyo Marekani wanatumia turufu, kwa sababu mkutano unafanyika kwao, basi wao waende wakakate mawasiliano au waweze kuhararisha sasa kile ambacho Israeli wanakitaka kwa Palestina isiwepo. Sio, unanielewa? Kwa hiyo nikija kwa huyu Ndlozi mwanaharakati, kitendo tu cha kutuuliza kwamba yani tuna haki gani kwenda Durban, kwanza moja kwa moja nasema hakuna huo uhalali kwake yeye au kwa nchi yake yeye kuweza kutuzuia sisi, kwa sababu kwanza ukiachana sisi ni waasisi, lakini pia sisi ni wanachama na ile ni jumuiya ya kimataifa, ana haki. Licha ya kuwa Tanzania tuna mapungufu mengi ya ndani ya nchi, swala la uchaguzi, swala la demokrasia, swala la haki ni la kwetu sisi, ni mambo ya ndani ya Tanzania. Yakianza kutoka nje tukiwa na influence, yani kwa mfano leo hii tukiwa tunaamuliwa nini cha kufanya wa Tanzania, yani mtu jumuiya fulani au mtu kutoka nje ya Tanzania, yuko zake Marekani, yuko zake Urusi, yuko zake South Africa, anasema kwanza Tanzania fanyeni 1 2 3, hiyo sio haki. Of course kwanza wanatukosea, japo tunaweza tukawa tuna matatizo sisi wa Tanzania, lakini kitendo tu cha kuruhusu influence ya nje kuja ndani ya nchi yetu, ambapo sisi wenyewe ndo nchi yetu, tunabidi tufanye sisi maamuzi sisi wenyewe, of course itakuwa ni hatari kubwa sana. Yani ili bora tubaki na haya matatizo ambayo tuko nayo kuliko kuruhusu sasa influence za nje kuja ndani. Mfano nitakupa, kuna nchi ambazo zimeruhusu hizo influence za nje, leo hii wanahangaika. Mfano tu nakupa Iraki. Mwaka huu Iraki waliweza kuchagua waziri mkuu ambaye moja kwa moja anaungwa mkono na Marekani, na ukiangalia uchumi wa Iraki upo controlled na Marekani, kwa sababu tu baada ya kupinduliwa Saddam Hussein Iraki, influence ya Marekani ikaingia na Marekani wana control uchumi wa Iraki moja kwa moja. Mfano Iraki wakiuza mafuta, pesa ingii mfukoni kwenye serikali ya Iraki, hela zinaenda kwenye benki ya Marekani. Marekani ndo wataamua waizinishe hizo pesa. Umeona influence moja kwa moja. Na mwaka huu ilibidi wafanye uchaguzi ambao Iraki wanapenda wao wenyewe, yani wao wanataka nani wamchague awe kiongozi wao, lakini Marekani akaingilia kati uchaguzi, tukaona mwisho wa siku akachaguliwa waziri mkuu ambaye anaunga maslahi, na Marekani wako wazi, wanazungumza wazi kwamba huyu kiongozi aungi mkono Marekani, hatumtaki. Wakamchagua kiongozi ambaye sasa hivi Iraki anaongoza, anaunga mkono Marekani, umeelewa? Lakini mwanzoni Iraki walikuwa wanafanya uchaguzi, walikuwa wanamchagua kiongozi ambaye wao wanaamini ana influence kwa wao na kwa maslahi ya wao ya kitaifa. Lakini Marekani akaingilia kati, na kwanza kabla hawajaanza kuchagua yule kiongozi tuliona Marekani waliweza kusitisha kwanza, kuwatishia kwamba hatuingizi mwezi huu, hatuingizi dola, kwa sababu kila mwezi Marekani huwa wanatuma installation ya dola nchini Iraq kwa ajili ya kuweza kufanya baadhi ya manunuzi kwa serikali, umeelewa? Kwa hiyo akamwambia mwezi huu ambao mnafanya huu uchaguzi wa kumchagua mwenye waziri mkuu, sisi hatuwezi kutuma pesa. Kwa hiyo serikali au wale ambao wanafanya maamuzi wakaingiwa pressure. Inaonekana kwamba sasa Marekani anashikilia pesa zetu nyingi, asipotuletea hela zile ni za kwetu, sio za misaada, ni hela za kwetu, sisi ndio tunafanya biashara, itakuwaje? Wakaingia pressure, na ule uchaguzi kama tulifuatilia vizuri uliweza kugairishwa mara kadhaa. Yani wanakaa na Nur al-Maliki kama tunamfahamu, ndo mtu ambaye alikuwa anaweza kupewa chapuo
kuweza kuua waziri mkuu wa Iraq, na tunajua huyu ni jamaa ambaye kwanza ni pro Iran, lakini pia haungi mkono Marekani kabisa, na Iraq walikuwa close kumchagua kwa sababu alikuwa na influence, umeelewa? Kwa hiyo Marekani chini ya Trump akasema hapana, umeelewa? Kwa hiyo hiyo ni mifano tu michache nakupa, lakini kuna nchi kama Syria. Sasa hivi tunashangaa Syria wame nchi za magharibi zenye nguvu akishikiana na Israeli, Uturuki wameweza kumtoa yule Bashar al-Assad nchini Syria, wamemweka Mohamed al-Shara, ambaye Mohamed al-Shara anatekeleza tu matakwa. Kwa mfano juzi tu hapa tuliona Trump aliweza kumwagiza Ahmed Shara aende akapigane na Hezbollah, na yeye akasema of course kweli, lakini mimi naunga mkono amani. Lakini tumeona mapigano yake yamekuwa ni kuzuia sasa silaha ambazo zinaelekea moja kwa moja kwa Hezbollah kupitia Syria. Tumeona mara kadhaa akiweza kuzuia, yani baada ya ile tangazo la Trump kwamba Shara au Syria dilini na Hezbollah, waacheni Israel, Israel wasishughulike na Hezbollah kwa sababu kuna maslahi mawili hapo. Iran anashinikiza kwamba Israel asitishe mapigano ndani ya Lebanon kwa maana ya Hezbollah. Kwa hiyo ili Marekani aweze kuwa na gati kwenye mazungumzo, aonekane kwamba ameweza kutimiza vigezo vya mazungumzo dhidi ya Iran, kwa maana ya mapigano yaweze kusimama nchini Lebanon, basi akaamua kumzuia Israel kuishambulia Lebanon, akaamua kumruhusu Syria aweze kuingia, lakini hatujaona mapigano ya moja kwa moja kwa sababu Iran waliwaonya Syria kwamba mkisubutu tu tutawashambulia kote, ikiwemo hata ikulu ya Ahmed Shara. Kwa hiyo anachokifanya sasa hivi Shara ni kuhakikisha kuwa anazuia silaha zote zinazoelekea Hezbollah, na tumeona wanakamata sana. Kwa hiyo nikirudi kwenye hoja ya msingi kwamba tumeona mtu kama huyu Ndorzi, mwanaharakati na mpinzani na chama cha ukombozi cha zamani cha upinzani, alikuwa ni mbunge huyu kwenye chama cha upinzani, anatoa kauli za kuingilia masuala ya ndani ya Tanzania, jambo ambalo mimi binafsi naona sio haki. Sisi tuna haki kama Tanzania, japo tuna matatizo, inawezekana tukawa tuna matatizo mengi kwenye masuala ya uchaguzi wetu, haki, demokrasia, tuachiwe sisi. Mfano, China wana matatizo mengi, hawana demokrasia. China hawana haki za binadamu China, umenelewa? Lakini Urusi hawana demokrasia, hawana haki za binadamu, lakini wameachwa wao. Korea Kaskazini, Irani, umenelewa? Na baadhi ya nchi, kwa mfano Saudi Arabia. Licha Saudi Arabia ni nchi ambayo ipo close na Marekani, inasupportiwa kwa kila kitu, lakini hakuna demokrasia Saudi Arabia, haipo. Qatar hakuna demokrasia, kwa sababu wao kuna kitu wana provide kwa Marekani, wanatoa pesa, wanafanya biashara kubwa, hawezi kuwaingilia. Sasa wanaharakati wetu wa Afrika hapa waache hayo mambo, na ni hatari zaidi wa Tanzania tukiruhusu pressure kama hizi kuingia kwenye nchi yetu, basi mambo yatakuwa ni makubwa. Mambo ya kwetu tudili nayo sisi, mambo ya ndani, uchaguzi ni masuala ya ndani, umeelewa? Sisi tutakayempitisha kiongozi hata akienda kwenye jumuiya ya kimataifa, as long as ametoka Tanzania. Kwa mfano leo hii yupo MBS, kwa mfano Saudi Arabia yupo MBS, Mohammed bin Salman, ni baba yake tu amekaa ameota kwamba wewe kwa kushirikiana na Marekani wewe utaiongoza. Na juzi tumeona ameweza kukabidhiwa madaraka kwamba yeye ndo waziri mkuu wa sasa hivi wa Saudi Arabia. Baba yake majukumu yote ya serikali ya Saudi Arabia amekaa pembeni, umri unaenda, amemkabidhi mwanae, umenelewa? Na ni hivyo tu, ni wao tu wameamka na kukaa na kuamka kwamba wewe utakuwa, hakuna mtu amepiga kula, hakuna mtu amefanya nini, lakini ni kiongozi ambaye anapendwa na anatambulika kimataifa, na hata kwenye mikutano ya Umoja wa Mataifa anaenda kuhutubia. Sasa Ndozi kwa kauli zake hizi za kichochezi, hate speech kwa Watanzania, binafsi nahisi kwamba hamke alipolala. SADC sio ya South Africa, lakini pia Tanzania sisi tunajiamulia mambo yetu wenyewe, tutapambana sisi wenyewe, tutapambania haki ndani ya nchi yetu wenyewe, na Watanzania tusiruhusu influence za nje kuweza kuingia ndani ya nchi yetu. Tutaishi maisha magumu sana, kwa maana tukiwaruhusu wao watuchagulie au waamue sisi nchi yetu tuendeshe vipi, basi leo hii hata biashara zetu hatutaweza kuzicontrol. Nenda Iraki, kaangalie Iraki biashara zinavyoenda, kaangalie nchi kama Kuwait, Jordan, na nchi nyingi ambazo ziko chini ya influence. Kwa mfano Venezuela sasa hivi umeona, Venezuela mafuta yote Marekani ndo anauza, kila kitu ana control yeye. Kuna baadhi ya nchi kwa mfano Iran wamegoma, wana stand ya fimu, wanapigana licha ya kunyoshwa vidole
Iran imeitwa nchi majina mengi, serikali ya kigaidi fulani fulani, lakini bado wamesimama kwenye uhalisia, kwa sababu asikwambie mtu kwenye international relation, hata kama SADC tumekaa, kwa mfano SADC, nchi zinaenda kukaa kwenye SADC kwa ajili ya kujaribu kuangalia maslahi ya kiulinzi, maslahi ya kiuchumi na kila kitu. Kuna kitu kinaitwa state first, umeelewa? Yani hizo jumuiya za kimataifa zipo, lakini taifa kwanza. Taifa ndo linapigana na mambo yake ya ndani. Kwa mfano, angalia kinachotokea Iran sasa hivi. Umoja wa Mataifa upo. Kwa nini Iran anapigana mwenyewe? Angalia Ukraine. Umoja wa Mataifa upo. Kwa nini Ukraine kavamiwa na hakuna msaada wowote na anapigana mwenyewe? Zelensky ndo anahangaika, anaenda kulia na kushoto, ndo anaomba msaada. Kwa hiyo kwenye Umoja wa Mataifa au kwenye mambo ya uhusiano wa kimataifa tunasema state first. Kwa hiyo Tanzania ni ya Tanzania, sisi ndo tutakaoamua tuendeshe nchi gani. Kwa hiyo hao wanaharakati wa South Africa waishie hapo hapo.